Mtazamaji, niseme tu DW hakupoi. Viongozi wakuu wa Ulaya kama Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani na Giorgia Meloni wa Italia wameanza kubadili msimamo wao na kuonyesha utayari wa kuanzisha mazungumzo na Urusi baada ya takriban miaka 4 ya msimamo mkali wa kuzungumza kutokana na uvamizi wa Ukraine wa mwaka 2022. Kwa nini kumekuwa na mabadiliko haya? Viongozi wa Ulaya kwanza wamekuwa tayari kuzungumza na Urusi kwa hichi ambacho kwa lugha wanasema U-turn ya viongozi wa Ulaya. Kwa mujibu na kujibu hilo kwa njia ya simu ni naye Dr. Harrison Mwilima akiwa Berlin hapa Ujerumani. Kule Dar es Salaam nimemwita Ibrahim Rahbi. Nyote kama mnanisikia wakati huu, karibuni. Shukrani sana. Moja kwa moja mmesikia utangulizi wa mjadala wetu. Bila shaka ndio. Nianze kwako Dr. Mwilima. Mwelekeo huu mpya wa Ulaya unasababishwa na nini? Sababu moja mbili za msingi hasa. Nadhani sababu mojawapo kuu ni mabadiliko yanayoendelea, hususan kiburi walichokuwa nacho, kwamba walikuwa wanaweza kuweka msimamo mkali kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Marekani siku zote itakuwa nyuma yao. Kwa hiyo sasa kile kiburi walichokuwa nacho na kuona kwamba sasa Marekani ni kama inabadilisha msimamo wake, na badala ya kutetea Ulaya, sasa hivi Marekani yenyewe sasa inaonekana kama inataka kuchukua baadhi ya maeneo ya Ulaya kama tulivyoona Greenland. Kwa hiyo hili ni swala ambalo limefanya kwamba hawa viongozi wa Ulaya sasa waamue kwenda kuongea moja kwa moja na Urusi. Tukumbuke kwamba ni viongozi ambao wakati Trump alipokuwa anajaribu, tutakumbuka ule mpango wa Trump wa point 28 aliyoweka, tulikuwa tunaona kama kuna uelekeo kwamba Urusi kama alikuwa anaenda kukubali, lakini hao viongozi wa Ulaya ndio waliharibu kabisa ule mpango, wakamwambia Ukraine asiukubali, wakajaribu kuja na mpango wao. Kwa hiyo sasa hivi inaonekana sasa kwamba inabidi sasa wafanye maongezi pamoja na Urusi. Sasa tatizo ni kwamba wanakubali sasa hivi, wanakuja katika kipindi ambacho wako ni kama tuseme wako weak, yani yani Urusi naye kisha wamekuwa dhaifu, kwa maana ya kwamba Urusi mwenyewe nayo ameona kabisa kwamba hawa sasa hivi wanakuja kwa sababu kile kiburi walichokuwa wanakipata kutoka kwa Marekani hakipo tena. Sasa unapokuja katika masuala ya negotiations ya majadiliano, mara nyingi unataka kwenda kwenye majadiliano ukiwa na nguvu kidogo. Sasa hawa sasa hivi wanataka kuongea na Urusi lakini wakiwa wanyonge. Kwa hiyo ni U-turn kama ulivyosema hapo katika utangulizi wao, ambayo inashangaza, lakini nadhani ni njia ni mabadiliko mazuri katika kuelekea kufanikisha kumaliza mgogoro, kwa sababu wao pamoja na Ukraine walikuwa ndio kama kizuizi katika kumaliza. Kwa hiyo ni maendeleo mazuri nadhani. Ibrahim Rahbi, kwa ufupi, majibu mafupi na maswali mengi hapa. Unayo sababu ya nyongeza ukiachilia mbali hii ya Harrison Mwilima? Bila shaka kama alivyosema mwenzangu kuwa kuna sababu ya Marekani moja, lakini pia kuna mabadiliko makubwa, na ile hali ambayo wamekuwa nayo ndani ya nchi zao za Ulaya ni kuvumilia tu ile hali wamekuwa nayo. Unafahamu kuwa Urusi kwa miaka mingi amekuwa ndio msambazaji mkubwa wa nishati ikiwemo mafuta na gesi, lakini hivi sasa Ulaya japo wanajikaza, lakini wananunua yale mafuta ya Urusi kupitia kwa mawakala wengine ikiwemo India, inasafirisha mafuta kwenda Ulaya katika njia ile ambayo inawaongezea wao gharama na matumizi makubwa. Lakini kingine ambacho wamekiona ni hicho ambacho kuwa tishio la kwao sasa, nadhani ambalo waliishi miaka mingi wakiaminishwa kuwa Urusi ndio adui yao na wakati wote atawavamia. Wanahisi kama adui yao tena sio Urusi kinadharia, yani kiuhalisia, na wao sasa wanaona kuwa tuna tishio jipya kabisa. Leo hii ukiwauliza Ulaya tishio lenu kubwa zaidi kwenu, wanawadhani mshirika wao Marekani ni tishio zaidi kuzidi Urusi, ambaye muda mwingi waliaminishwa kuwa huyu ndio tishio kwenu. Sasa haya mabadiliko ni mabadiliko ambayo mimi mara kadhaa niliyazungumza wakati Macron alitoa ili wazo. Nikasema wako kwenye njia sahihi sasa ya kumaliza mgogoro wao na Ukraine, kuliko awali walikuwa wanapita pembeni sana. Lakini nimemsikia Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Italia,
wakati analieleza hili amejaribu kuelezea kwa njia tofauti kidogo na wengine. Yeye anatamani kuiona Ulaya ikienda pamoja kuzungumza na Urusi, yani iwe na nguvu moja, sio kwenda mmoja mmoja kama wazo alilolitoa hivi karibuni kuhusu kuelekea Greenland. Aligoma kupeleka vikosi vya Italia, anasema hatuwezi kupeleka vikosi vya mafungu. Tunatakiwa Ulaya tuende pamoja ili aoneshe ile nguvu ya pamoja. Nadhani hapo ndio kumekuwa na tofauti kidogo. Vyanzo vya ripoti za kisiasa kadha wa kadha vinasema kuna wasiwasi kuwa Marekani inaweza kuwapita pembeni kwenye majadiliano ya kusitisha vita. Kimsingi ni kwamba serikali ya Washington inaweza kufanya mazungumzo na Moscow bila ushirikishwaji wa Ulaya, hivyo kuwaacha pembeni kwenye masuala ya usalama ya bara hilo. Kuna hoja hapo kimsingi, Dr. Mwilima? Hoja ipo kwa sababu Marekani inapofanya majadiliano haya na Urusi ni kwamba inafanya katika manufaa yake, kwa maana ya kwamba chochote kitakachopatikana pia Marekani atapata kitu hapo. Tunajua kabisa kwamba Marekani pia anatolea macho baadhi ya maeneo ya Ukraine ambapo kule kuna yale madini ya kimkakati. Kwa hiyo Marekani afanye hii kwa ajili ya Ulaya, anafanya hii kwa ajili ya maslahi yake. Kama tunavyomjua Trump, yeye ni mzee wa madili, kwamba yeye chochote anachofanya ni lazima kuangalia Marekani itapata nini, kama tunavyojua katika sera yake ya Marekani kwanza. Kwa hiyo nadhani kuna hoja ya msingi, ndio maana hapo nadhani kama Ulaya badala ya kumwachia Trump yeye amalizane na Urusi, ni bora nao waje na mkakati wao wa pamoja, waangalie wanataka nini, wana maslahi gani kuelekea Urusi, wayapeleke na waongee na Putin moja kwa moja kuangalia ni nini wanachoweza kupata. Na kama alivyosema hapo mwenzangu, ni kwamba kuna swala zima la nishati. Unajua hivi vikwazo ambavyo wamewekewa Urusi vimeiathiri zaidi Ujerumani kwa mfano na nchi za Ulaya. Kwa hiyo hata kama sasa hivi wananunua mafuta kwa mawakala, tukumbuke hapa kulikuwa kuna bomba la Nord Stream ambalo ile gasi ilikuwa inatoka moja kwa moja Urusi kwenda Ujerumani. Na mambo yote haya ilibidi yavunjwe kwa sababu ya vita hivi vya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo tunafahamu kabisa kwamba uchumi wa Ujerumani sasa hivi unadorola, na sababu mojawapo ni hivyo vikwazo walivyowekewa Urusi ambavyo vinafanya navyo sasa kupata nishati ambayo ni bei ya gari zaidi. Kwa hiyo kuna hoja hapo, Ulaya inabidi waende moja kwa moja kwa Urusi na kufanya majadiliano nayo. Ibrahim Rahabi, bila shaka umesikia hata habari za sasa zinaonyesha kwamba upo uwezekano hivi karibuni kwamba Rais Putin anaweza kukutana na mjumbe wa Marekani kuhusu mzozo wa Ukraine. Lakini hoja yangu ni kwamba upo uwezekano wa vita vya Ukraine vikaisha kwa majadiliano ya Urusi tu na Marekani? Ni vigumu sana kumaliza hili swala kwa hilo ambalo Trump amekuwa akijaribu kulitumia. Maanake tunapozungumza kuhusu kutumia hiyo njia, tayari Trump ameshawaweka pembeni Ulaya kwa muda mrefu. Na ndio maana hata mazungumzo yaliyokuwa yamefanyika karibuni kabla ya kuingia kwenye mzozo wa Venezuela, utaona kuwa Marekani alikuwa akizungumza kati yake na Urusi na Ukraine. Ulaya walikuwa wakizungumza wao na Ukraine. Kwa hiyo Ulaya walikuwa wakipata taarifa ya kile kinachoendelea kupitia kwa Zelensky, lakini Marekani ni kama vile alikuwa amewatoa kabisa Ulaya kwenye hili. Sasa Ulaya roho inawauma kuna wakati kuwa wakiangalia kuwa kuanzia mwanzo wa mzozo wao wameshiriki, na hata ukiangalia kwa msaada mkubwa mfano wa kifedha Ulaya ukiwachukua jumla utaona kwa Ulaya wametoa fedha nyingi kuzidi Marekani kwa jumla, lakini kwa mmoja Marekani atakuwa anaongoza. Sasa Marekani tayari ameshafikia makubaliano na Ukraine kabla ya kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine. Tayari yeye amesaini makubaliano na Ukraine ya kufikia madini ya Ukraine. Sasa wale wenzake wanaona kama vile amewazunguka sana, kama vile Trump tayari kaishachukua cha kwake na kawatupa kule. Kwa hiyo mabadiliko haya ya kumaliza mzozo, hakuna usalama au hakuna uelekeo wa kumaliza huu mzozo kama Ulaya itawekwa pembeni. Kwa sababu hata jana wakati wa mkutano kule Davos, Trump anazungumza, alisema swala la Ukraine linawahusu Ulaya na wao ndio wanapaswa kulitatua. Lakini linapokuja swala la usalama, Ulaya wanaona kuwa ni lazima Marekani asimame katikati kwenye usalama wa Ukraine. Kwa hiyo ni lazima vyote viende pamoja kuliko kwenda roborobo au nusu-nusu. Manake kuwa lile ambalo Ulaya wanataka walipate ni ile heshima kwa raia wao ambao waliwaaminisha muda mwingi tuko kwenye tishio ambalo linawezekana. Sasa
kama mzozo utamalizwa bila wao kushirikishwa, watawajibu nini raia wa Ulaya kuwa mlituaminisha, tukatumia fedha nyingi, tukatumia kila kitu chetu kwa ajili ya kulinda Ukraine, lakini leo Ukraine inamaliza mzozo yenyewe na Marekani na Urusi. Nyinyi mko wapi? Manake kuwa hatari kwa viongozi wa Ulaya wengi kupoteza nafasi zao ikiwa hili swala litamalizika kupitia kwenye mkono wa Marekani na Urusi pamoja na Ukraine pekee. Muda unayoyoma, nasaka majibu mafupi tu. Uchovu wa vita na mzigo wa kiuchumi, ari ya kurejesha nafasi ya Ulaya katika usalama wa bara, hii ni sababu pia ambayo nyote mnaifahamu. Swali langu, inawezekana kuwa Ulaya mshirika wa Ukraine inashindwa vita dhidi ya Urusi? Dr. Harrison, kwa majibu mafupi tu. Ni kama inashindwa kwa sababu mgogoro bado unaendelea na umezidi zaidi ya miaka 4. Kwa hiyo ni kama Ulaya inashindwa hii vita. Kwa hiyo ndio maana inabidi sasa wapeke matakwa yao. Ulaya inabidi ije na sera yake yenyewe ya mambo ya nje na kuhakikisha kwamba inajenga uthabiti na Urusi. Kama wenyewe hapo walifanywa kumwona Urusi kama adui yao, lakini Urusi ni jirani yao na wanamtegemea sana Urusi pia katika nishati. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kumaliza hivi vita na mambo mengine kuendelea. Dr. Bwana Rahbi, je, kuongezeka kwa mvutano na hofu ya mashambulizi ya Urusi kwa nchi za NATO kuna wasukuma pia viongozi wa Ulaya kuona mazungumzo kama njia ya kupunguza hatari zaidi? Nadhani mara kadhaa Putin amewahi kulijibu hilo swali kuwa Urusi haina mpango kabisa wa kuvamia nchi yoyote na haina hilo wazo. Anasema ni upotofu kuamini kuwa Urusi imekuwa na mpango wa kujaribu kuondoa hilo. Lakini kile ambacho naweza kusema au kuongezea kwa mwenzangu hapa alichokisema ni hili hivi sasa ambalo kuwa Ulaya wameelemewa na vita kwa sababu wao wanatumia gharama kubwa ya vita katika kuminyana wao kwa wao. Juzi wakati wamepitisha mpango wa kuikopesha Ukraine fedha ile iliingia kwenye kodi mpya ya raia wa Ulaya ambao watatakiwa kulipa zaidi kwa miaka mingi, karibu miaka 10. Lakini ukiangalia Urusi bado anaweza kuendesha vita kwa kutumia rasilimali zake ambazo bado anazo na ni nyingi, na anaweza akaendelea na vita. Kwa hiyo Ulaya inaona kuwa mustakabali wao ni mgumu sana mbele kwa sababu hawana chanzo kikubwa cha mapato ambacho kitawafanya wakae kwenye vita muda mrefu ukilinganisha na Urusi ambaye kuwa yana rasilimali nyingi ambazo zinaweza zikamweka kwenye vita na akaendelea kwa muda mrefu. Swali la mwisho, Dr. Mwilima, Ulaya inawezaje kubaki nje ya mazungumzo wakati ndio inayotoa zaidi ya 60% ya msaada wa kijeshi kwa Ukraine? Neno fupi tu. Hicho ndo kilikuwa kinashangaza wengi kama ulivyouliza. Kwa hiyo wao ndo walikuwa wanatoa pesa zaidi, na pia tunakumbuka Marekani alijitoa na akasema kwamba silaha zote zinazopelekwa sasa Ukraine inabidi Ulaya ndo ananunua moja kwa moja kutoka Marekani kupeleka Ukraine. Kwa hiyo hilo ndo swala ambalo linashangaza wengi na ndio swala ambalo limefanya sasa mpaka viongozi wa hapa waone kwamba sasa kuna haja ya kupiga U-turn na kumaliza mzozo huu. Dr. Harrison Mwilima ukiwa mjini Berlin, Bwana Ibrahim Rahbi kutoka Dar es Salaam, tulikuwa tukitazama hiyo U-turn ya Ulaya kwa Urusi. Niwatakie kila la kheri na niwashukuru kwa kushiriki mjadala huu. Shukrani.